hali. Lakini ukiangalia idadi ya watu ambao walikuwa wanatokea maeneo ya Kiambu na wengine wanatokea maeneo ya Thika ilikuwa ni kubwa zaidi. Unahisi kwamba polisi walizidiwa nguvu na labda wangehitaji usaidizi zaidi kutoka kwa serikali? Ningesema hivi, tumekuwa na events mingi ambayo iko na halaiki kubwa ya watu kuliko hata maandamano. Mimi nimeattend Matahatran, nimeattend Stanchart Marathon. Hao peana notisi, wanasema routes ambao watatumia. Wakishasema routes ambao watatumia, polisi wanatuguide, hata traffic tusipite nje kutakuwa na maandamano hivi, na watu jaiona wakifunga maduka kukiwa na halaiki ya watu. So nataka uone tofauti. Hii si mara ya kwanza kumekuwa na idadi ya watu. Kunakuwa na ingine na inakuwa totally peaceful. Bila hata maneno, hata mtu hatafunga duka yake. Because akisikia kuna Matahatra na hatafunga duka. Because anajua hapo watu wamewajibika na wamejipanga na wameelezea polisi. Polisi kwa ile Public Order Act, ukikuwa na maandamano unafaa uambie polisi utakuwa na maandamano siku hii, kunotify, si kuomba ruhusa. Mtapita njia hii, mtaanza hii masaa na mtamaliza hii saa. Hiyo inasaidia polisi kutenganisha wahalifu na waandamanaji wale wenye wanafanya kwa haki. Kitambo kulikuwa na msemo, sijui kuisema na Kiswahili, ilikuwa inaitwa useful idiots. Si matusi. Ni wale watu wenye wanafanya vitu kwa njia mzuri, lakini kuna watu wanatokea huku nje na nia mbaya. So nyinyi mnaenda kuadhimisha maandamano ya mwaka jana, lakini kuna walagai hapo katikati. Na msiposaidiana mbinu ya kuseparate au walagai kati yenu, because watakuja wajifiche, wanataka kufika tu. Lakini polisi tayari walikuwa na notisi kwamba kutakuwa na maandamano. Ndio, hiyo notisi sijaona kama imesema route, time, nani kiongozi ya hiyo maandamano. Hiyo ndo notisi inakuanga hivyo. Ndio nimekupa example hiyo kama Stanchart Marathon, tunaambiwa in advance, hata sisi wenyewe hatutaki kuenda kwa hiyo maneno, kwa sababu hii katiba yenye tuko nayo iko na haki mingi, rights mingi. Hakuna superior kwa wengine. Ule mwenye ako haki ya kuandamana, pia mimi niko na haki ya kujitafutia riziki ya kila siku. So lazima kukuwe na balance ya hiyo maandamano. So polisi ni binadamu kama sisi. Kuna saa watakuwa overwhelmed. Tuliona wengine wakipigwa pia na mawe, tuliona wengine wakikimbizwa, na hapo sheria inawaruhusu kutumia nguvu. Ikishaacha kuwa peaceful, mtu akishakuwa na mawe, niliona wengine Nakuru, think last week, mtu anakuja na panga, anafanyia hivi askari. Sheria inaruhusu askari kutumia nguvu kwa kiwango fulani, ili kuweza protect mali na maisha ya wengine. Naam. Elijah, ulikuwa umesema kwamba kulikuwa na uharibifu wa mali na vitu kama hivyo. Na je, serikali ingefaa kudhibiti namna gani maandamano haya na kupunguza idadi ya vifo ambavyo ilikuwa imeshuhudiwa, kwa sababu inasemekana ni takriban watu 11 ambao wanaripotiwa kufariki kufikia leo? Serikali iko na jukumu la kuhakikisha kwamba wakati